Tupo katika uwepo wa Mungu katika siku nzuri ya leo. Tumekuja kukutana na mwamba wa wokovu wetu. Tumekuja kukutana na Mungu aliye Baba katika maisha yetu. Yeye ni Mungu atupae na ametupa tena siku ya leo. Sioni kawaida kuianza siku ya leo. Tumepewa siku nzuri na Bwana. Tumepewa maisha mapya katika siku ya leo. Tumechaguliwa na Mungu kuwa warithi wa ahadi zake tena tunapoianza siku ya leo. Na kwa imani na kwa kutambua ya kuwa yeye ni Mungu katika maisha yetu aliyetufanya tuishi, tunasimama kumwabudu asubuhi ya leo. Ibada ya asubuhi ni mlango wa Mungu kutembelea maisha yako. Siku yako ni muhimu katika kuzalisha matokeo ya miaka mingi inayokuja, siku moja tu. Lakini katika uwepo wa Mungu ndipo tunapoweza kuvuna utendaji huo wa baraka kutoka kwa Bwana. Sisi tunawezeshwa na Bwana na hatufanyi kwa nguvu zetu wenyewe, na hatuendelei kwa sababu ya nguvu zetu wenyewe. Ni kwa sababu ya uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Biblia inazungumza, inasema katika kitabu cha Waamuzi, wana wa Israeli walikuwa dhaifu kwa sababu miungu ilikuwa imechukua nafasi katika nchi yao. Lakini Mungu aliposimama upande wao, hakukuwepo kushindwa tena, bali Gideoni aliuleta ukombozi katika taifa. Hii ni asubuhi ambayo uwepo wa Mungu utakapoambatana na wewe, bila kujali unapitia wapi, unapitia mangapi, bado kuna nafasi ya kushinda. Weka tumaini lako kwa Mungu kipekee asubuhi ya leo, ya kuwa nimekuja kukutana na Mungu halisi anayeniwezesha katika udhaifu wangu, anayenipa katika kukosa kwangu. Mwinulie sauti sasa, mwambie Bwana, nimekuja kukuabudu. Ninakuabudu Mungu wa wokovu wangu. Ninakuabudu Mungu uliyenilinda, unayenilinda na utakayenilinda. Ninakuabudu Mungu uliyenitetea, unayenitetea na utakayenitetea. Ninakuabudu Mungu uliye zaidi ya miungu mingine, maana hata katikati ya uovu wa hiyo miungu sijaangamia, kwa kuwa ninaye Mungu wa kweli. Kwa dakika chache inua sauti yako na liadhimishe jina la Bwana. Msi Bwana, mwambie Bwana, na haya ni maombi yangu siku ya leo. Mkono wako ulio hodari uniwezeshe tena siku ya leo. Uniwezeshe. Ombea eneo unaloenda leo. Kama unaenda kazini, kama unaenda kwenye biashara, kama unaenda shuleni, chochote unachoenda kukifanya, mwambie wewe ndio unayeniwezesha. Mkono wako ndio unaonishikilia. Ninaweka tumaini langu kwako. Taja mbele za Bwana yale ambayo unaenda kuyatenda siku ya leo. Taja mbele za Bwana yale unayoenda kuyatenda siku ya leo. Mwambie Bwana, ninaomba uniwezeshe. Una kampuni, unatamani na wewe upate kazi, unatamani na wewe upate nguvu ya kiuchumi. Mwambie tu Bwana asubuhi ya leo. Mwambie Bwana, nipe nguvu ya kukua leo. Mwambie Bwana, nipe nguvu ya kuongezeka siku ya leo. Mwambie Bwana, nibariki nami nitabarikiwa. Nionyeshe nami nitaona. Nipeleke nami nitafika. Inua sauti yako kwa Bwana. Inua sauti yako. Yaliyo mbele yetu na yafahamu, we mfalme. Maana ulikuwa leo kabla haijawa leo. Na ndio maana tumeweka tumaini letu kwako. Imani yetu ni kuwa siku yetu moja inatosha kudhihirisha utukufu wako kwetu. Hata nchi iliyokuwa ukiwa, kwa siku moja uhai ulitokea. Bwana, na haya ni maombi yetu. Yale ambayo hayapo kwenye maisha yetu, yale ambayo yameondolewa kwenye maisha yetu, yale ambayo yamekufa kwenye maisha yetu,
katika wewe kuna uzima wa kweli. Tunapoikabili siku ya leo, tunakutaka Bwana na nguvu zako juu ya ndoa zetu, juu ya biashara zetu, juu ya kazi zetu, juu ya huduma zetu. Tunakutaka Bwana na nguvu zako. Tuwezeshe kwa nguvu zako Bwana. Bwana, tuwezeshe kuyafikia malengo yetu. Bwana, tuwezeshe kuyafikia maono yetu. Uweza wako Mfalme utushindie katika kila upinzani ulio mbele yetu siku ya leo. Utushindie katika kila vita iliyoko mbele yetu siku ya leo. Utuvushe katika kila vikwazo vilivyoko siku ya leo. Tunapoianza siku ya leo, tunaomba uwezo wako juu yetu. Sisi ni wale tunaotambua ile kazi iliyofanyika msalabani ilikuwa kwa ajili yetu. Kama ulivyosema imekwisha, tunao ujasiri kutaka lolote mbele zako, kwa kuwa tunafahamu hakuna lisilowezekana katika wewe. Watoto wako wanapoinua sauti zao asubuhi ya leo, wanaomba kwa ajili ya maeneo yao ya kazi, wanaomba kwa ajili ya maeneo yao ya biashara, wanaombea familia zao. Baba wa milele, Mungu mwenye nguvu, sikia kutoka juu na uwe jibu la maombi yao, na udhihirishe ahadi yao hii. Wanainua maombi yao kwako Bwana, kwa sababu wanao lotumaini kutoka kwako. Acha rehema zako ziongee juu yao. Acha mkono wako ulio hodari uambatane nao. Nafahamu kama mtumishi wako ya kuwa katika ufalme wa Mungu walio upande wetu ni wengi zaidi ya hao maadui zetu. Mfalme, tunajisalimisha kwako siku ya leo. Mimi na kanisa lako tunajisalimisha kwako. Uwe Bwana katika maisha yetu. Uwe Mungu katika maisha yetu. Ututetee katika siku yetu, na utufanye kuwa washindi katika kila tunachokifanya. Bwana, tunakushukuru kwa sababu mkono wako ulio hodari utakuwa pamoja nasi tunapoianza siku ya leo, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Hebu asubuhi ya leo simama mbele za Bwana. Tangaza uwezo wa Mungu kuambatana na wewe. Tangaza kila silaha, kila adui, kila mamlaka kuwa chini ya miguu yako. Ushindi wetu unapatikana katika maombi. Kile unachokitangaza saa hii ndicho kinachobadilisha historia yako. Kuna watu tuna vita katika ulimwengu wa roho. Kuna watu tuna upinzani katika maisha yetu ya kimwili. Katika Mungu tuna nguvu za kushinda. Nataka uelewe nguvu ya ibada. Ibada ni eneo ambalo tunashinda yale yaliyo mbele yetu katika ulimwengu wa roho. Tunashinda yale yaliyo mbele yetu katika ulimwengu wa mwili. Unapokuwa na nguvu za Bwana, kazi yake ni kuzishinda hila za shetani. Biblia inasema mwana wa Adamu amedhihirishwa ili kuzivunja kazi za shetani. Tunapokuwa tumesimama kumwabudu Mungu, ni muhimu kutambua ya kwamba tunaweza kunyamazisha kazi za shetani katika maisha yetu. Tunaweza kuondolea mbali lile kusudi la uovu dhidi ya maisha yetu. Ni lazima uelewe nguvu ya maombi. Paulo anazungumza, anasema
Sisi vita vyetu sio vya mwilini. Sisi tunapigana vita katika ulimwengu wa roho. Ina maana adui ukimshinda kwenye maombi asubuhi ya leo, hata ukikutana naye mchana hatakuwa na kitu juu yako. Asubuhi ya leo inua sauti yako mbele za Bwana. Sema, ninasimama kwenye madhabahu ya Bwana kukili na kutangaza juu ya kila kazi ya shetani maishani mwangu kusambaratika asubuhi ya leo. Kila tendo la kishetani lililofanyika katika maisha yangu kwa ajili ya kunivuruga siku ya leo, katika jina la Yesu ninaiondoa hiyo kazi ya shetani juu ya maisha yangu. Inua sauti yako, anza kuvuruga mipango ya kipepo, anza kuvuruga mipango ya kichawi, anza kuvuruga mipango ya waganga wa kienyeji, anza kuvuruga maneno mabaya uliyotamkiwa. Chochote ambacho shetani amekifanya ili kiweze kutimia juu ya maisha yako siku ya leo, ili kitimie kwa watoto wako, ili kitimie kwa ndugu zako, hebu anza kukifuta. Hiyo roho ya mauti uliyoiona kwenye ndoto, hiyo roho ya kushindwa uliyoiona kwenye ndoto, hiyo roho ya kurudi nyuma uliyoiona kwenye ndoto, tangaza asubuhi ya leo, ninashughulika na kila alichokifanya shetani katika maisha yangu. Inua sauti na uombe, inua sauti na uombe, inua sauti na uombe katika jina la Yesu. Tunaiendea siku ya leo, katika masaa ya siku ya leo, katika dakika za siku ya leo, katika sekunde za siku ya leo, kumtaka Bwana na nguvu zake juu ya kila hila ya shetani, juu ya kila mfumo wa kishetani. Katika jina la Yesu tunakili na kutangaza, sisi ni wana wa ufalme, watu wa miliki ya Mungu, tuliyeitwa katika upendo wa Mungu. Katika jina la Yesu tunakili na kutangaza kazi ya msalaba iliondolea mbali kila hatia iliyokuwa inamleta shetani katika maisha yetu. Hivyo katika jina la Yesu tunakiri na kutangaza kila mpango, kila mfumo wa kishetani dhidi yetu katika jina la Yesu umeondolewa, umeharibiwa katika jina la Yesu. Umeondolewa, umeharibiwa katika jina la Yesu. Chochote anachokifanya shetani kwenye maisha yetu ni kinyume cha sheria ya kimungu, maana sisi tayari tulishalipiwa deni, na hivyo tunaamuru katika jina la Yesu, nguvu za giza, nguvu za uchawi, nguvu za waabudu shetani, nguvu za kipepo, sambaratika katika jina la Yesu. Ondoka kwenye njia zetu katika jina la Yesu. Una haki juu ya maisha yetu, una haki kwa watoto wetu, una haki kwa miradi yetu, una haki kwa fedha zetu, una haki juu ya uhai wetu, kwa kuwa tayari ulishalipwa. Una haki tena, ile haki uliyopewa na dhambi haiko tena, maana tayari ile dhambi imeondolewa kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Inua sauti na uombe, inua sauti na uombe, inua sauti na uombe. Tangaza, tangaza, sema, maisha yangu yalinunuliwa na Yesu Kristo pale msalabani. Kwa sababu hii roho za mizimu hazina haki ya kunikamata, roho za uchawi hazina haki ya kunikamata, roho za uganga hazina haki ya kunikamata, roho za kishetani hazina haki ya kunikamata. Faraki kwa majina yake, arbadili kwa majina yake, laana kwa majina yake, katika jina la Yesu ninakuapisha kwa jina la Bwana. Toka kwenye njia yangu, toka kwenye damu yangu, toka kwenye mifupa yangu, toka kwenye uzao wangu, toka kwenye ndoto zangu, katika jina la Yesu ninakuamuru wewe ibilisi, ondoka, ondoa vyovyote ulivyovipanda katika maisha yangu, kwa jina la Yesu ninakuapisha. Inua sauti na uombe, usitulie. Tangaza, 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 tangaza. Kila mmoja inua sauti, omba. Chochote ambacho shetani amepanda ndani yako, chochote ambacho shetani amepanda kwenye tumbo lako, kila uonevu wa kishetani, kila uonevu wa kishetani, tangaza asubuhi ya leo
iko kinyume cha sheria, sema nakuapisha, ondoka ndani yangu. Ninakuapisha katika jina la Yesu, ondoka kwa watoto wangu. Wewe roho ya mauti niliyeanza kukuona kwenye ndoto, katika jina la Yesu ninakuapisha. Huwezi kuua watu wa nyumbani kwangu, kwa sababu hawa ni watu walionunuliwa kwa damu ya Yesu. Hawa ni watu walioondolewa katika hatia zote. Huna haki ya kuua, huna haki ya kuharibu. Kila nguvu ya kuua kizazi chetu, kila nguvu ya kuua hatima zetu, kila nguvu ya kuua maono yetu, kila nguvu ya kuua kile tunachokiendea, katika jina la Yesu. Kila mtu aliyetumwa na shetani kuja kwenye maisha yangu kuhakikisha ananiangusha, kuhakikisha naondoa utukufu wangu, kuhakikisha ananirudisha nyuma, kuhakikisha sitafanikiwa, katika jina la Yesu ninaamuru na kutangaza, wewe mtu wa shetani, huna haki ya kuwepo hapa. Maana dhambi, mlango wako tayari ulishafungwa na kuondolewa kabisa. Uko kinyume cha sheria, ninakuondoa juu yangu katika jina la Yesu. Come on, pray. 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 Tangaza kila eneo ambalo kuna tatizo kwenye maisha yako. Tangaza, ninauondoa mkono wa shetani, ninauondoa utendaji wa shetani, ninauondoa utendaji wa kipepo. Yes. 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 Ndio, katika jina la Yesu. Kila mahali ambako shetani ameweka makao yake, ninayabomoa katika jina la Yesu. Kila mahali ambako shetani ameweka mbegu yake, ninaing'oa katika jina la Yesu. Kila mahali shetani ameandika maneno yake, ninayafuta katika jina la Yesu. Kila mahali nimewekwa, kila mahali ambako mwana wa Mungu amewekwa, katika jina la Yesu ninakufungua katika jina la Yesu. Ninasema haki ya shetani iliondolewa kwa sababu ya kazi ya msalaba, katika jina la Yesu. Inua sauti na uombe. Inua sauti na uombe. Inua sauti na uombe. Amuru mahali ambapo kuna mkono wa shetani. Amuru mahali ambapo kuna nguvu za giza. Amuru mahali ambapo kuna utendaji wa kipepo. Kemea hiyo roho. Kemea hizo roho. Kemea hizo roho. Hiyo roho ya mauti kwenye biashara, hiyo roho ya mauti kwenye biashara, hiyo roho ya utasa kwenye biashara, roho inayosema hautaongezeka, roho inayosema utarudi nyuma, roho inayosema utaharibikiwa, roho inayosema utaishia hapo, roho inayosema hapana kitu wewe, katika jina la Yesu. Hiyo roho ya muru, ondoka katika maisha yangu, kwa sababu mimi nimenunuliwa kwa damu ya Yesu. Pray. Pray, 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 pray. Pray. Pray, pray. Amuru, tangaza. Amuru, tangaza. Kila roho inayofanya kazi kwa watoto wangu, roho ya uraibu wa ulevi, roho ya kushindwa, roho ya hasara, roho ya ajali, katika jina la Yesu ninakuamuru, toka kwenye kizazi changu. Maana katika kizazi changu kuna haki ya Mungu na sio haki ya kipepo. Ninaamuru kila pando lilo kwa watoto wangu liwatoke. Amuru juu ya mume wako. Amuru juu ya mume wako. Tangaza, sema, mimi nimeletwa katika ndoa hii kuwa msaidizi wa huyu mume. Nimekuja kumuondoa mahali shetani alimweka. Asili ya kipepo nimekuja kuivunja. Nimekuja kuondoa roho ya umasikini juu yake. Nimekuja kuondoa roho ya mateso juu yake. Nimekuja kuondoa roho za kipepo juu yake, katika jina la Yesu. Nakemea roho zinazoendesha maisha yake. Nakemea roho zinazoendesha hatima yake. Nakemea roho zinazokula fedha zake, katika jina la Yesu. Inua sauti. Yes. Inua sauti juu ya roho za kichawi, roho za mizimu, roho za uganga, roho za maagano na viapo. Kila kiapo kinachoendelea kutesa familia yako, kila kiapo kinachoendelea kutafuna uzao wako, hicho kiapo kilicho nyuma yako kinakuvuta nyuma, kiambie tayari
ulishalipwa kwa damu ya Yesu. Uhalali wako uliondolewa siku ambayo nilimpokea Yesu. Leo ninakuhamisha maishani mwangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatangaza juu ya kila mmoja uliojiungamanisha na ibada hii, yeyote uliyeteuliwa kufa mwaka huu, kwa jina la Yesu naondoa roho ya mauti juu yako katika jina la Yesu, na kuepusha na kifo katika jina la Yesu. Wewe na familia yako, naondoa roho ya mauti juu yenu katika jina la Yesu. Natangaza asubuhi ya leo, hakuna atakaye kufa kwenye malango yako. Hakuna chochote kitakachokufa kwenye malango yako katika jina la Yesu. Chochote kilichokuwa kimekufa katika maisha yako ya kiroho, nasema kifufuke asubuhi ya leo. Nasema kifufuke leo. Uhusiano wako na Mungu ufufuke leo. Kujifunza neno la Mungu kufufuke leo. Shauku kwa ajili ya kumtumikia Mungu ifufuke leo katika jina la Yesu. Ninaamuru uhai utokee. Ninaamuru uhai utokee katika jina la Yesu. Ninaamuru juu yako, haijalishi jinsi gani silaha za adui zimeundwa kukuharibu, ninaziharibu asubuhi ya leo katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kila hirizi iliyokamata maisha yako, iliyofunga maisha yako, asubuhi ya leo naamuru iteketee katika jina la Yesu. Haijalishi yako maagano maovu katika madhabahu za shetani, hayo maagano nafutilia mbali katika jina la Yesu. Chochote kilichobebwa na shetani, iwe ni mali yako, iwe ni viungo vyako, iwe ni damu yako, katika jina la Yesu na visambaratisha na kuondoa kila mnyololo na ukuunganisha na shetani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila adui wa siri anayecheka na wewe hadharani na ametumwa na shetani kuharibu maisha yako kwa siri, na mfichua na kumtoa mbele yako katika jina la Yesu. Yeyote uliye chini ya laana za kuonewa, yeyote ambaye roho mbaya zimekuwa juu yako, kila mtu anakuonea, kila mtu anaondoa kilicho cha kwako, katika jina la Yesu natangaza yuko Jehova Ebeneza, anakutoa katika laana hiyo na anakupa heshima katika jina la Yesu. Chochote ambacho kimefunika utukufu wako, chochote ambacho kimefunika muonekano wako, chochote ambacho kimefunika ujuzi wako, ninang'oa pazia hilo katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Naomba kwa ajili ya kila mmoja, nasimama katika neema ya Mungu kutangaza juu ya maisha yako. Ikiwa uko katika eneo lisilofaa, kwa jina la Yesu ninakuhamisha asubuhi ya leo na kukuweka mahali pa hatima yako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu, yeyote mwenye udhaifu wa aina yoyote, yeyote mwenye ugonjwa wa aina yoyote, ninakutenga sasa na udhaifu huo katika jina la Yesu. Kwa uweza uliomfufua Yesu kutoka kwa wafu, nasema asubuhi ya leo uponywe. Nasema asubuhi ya leo pokea uzima. Kila tatizo liloko kwenye damu liponywe asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Kila virusi vya HIV natangaza viponywe asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Kila matatizo ya moyo, moyo unaotanuka, asubuhi ya leo nasema uponywe katika jina la Yesu. Kila tatizo la figo nasema asubuhi ya leo uponywe katika jina la Yesu. Kila tatizo kwenye ini natangaza uponywe katika jina la Yesu. Yeyote ulio na mateso katika mgongo wako, maumivu makali ya mgongo, maumivu makali ya miguu, katika jina la Yesu nasema asubuhi ya leo uponywe katika jina la Yesu. Yeyote unayesumbuliwa na vidonda vya tumbo, asubuhi ya leo nasema uponywe katika jina la Yesu. Yeyote unayesumbuliwa na maambukizi ya fangasi kwenye mfumo wa hewa, katika jina la Yesu nasema uponywe
uponywe kwa jina la Yesu. Yeyote unayesumbuliwa animonia, uponywe katika jina la Yesu. Yeyote unayesumbuliwa na uvimbe kwenye matiti, kwenye kizazi, nasema uponywe kwa jina la Yesu. Yeyote uliye na matatizo ya mifupa, nasema uponywe katika jina la Yesu. Yeyote uliye na matatizo ya mateso na maumivu ya shingo, nasema mateso haya leo ni mwisho katika jina la Yesu. Yeyote uliye na mateso kwenye masikio, nasema uponywe. Yeyote uliye na mateso ya macho, nasema uponywe katika jina la Yesu. Mirija ya uzazi ifunguke sasa, katika jina la Yesu. Ninaondoa kila mkono wa shetani juu ya afya yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu. Ninatangaza ushindi juu yako siku ya leo. Natangaza ushindi juu yako siku ya leo. Popote ambapo utakapokuwepo, wewe ni mshindi. Familia yako ikiwa kuna milango ya ndoa imefungwa, asubuhi ya leo nasema iwe wazi. Asubuhi ya leo nasema hiyo ndoa ambayo imepitia migogoro ya muda mrefu, ushinde hizo changamoto katika jina la Yesu. Yeyote ambaye umekuwa chini ya roho za madeni, Roho Mtakatifu anakuondoa hapo katika jina la Yesu. Kila kitu kilichokuwa kimekufa mikononi mwako, kipokee uhai unapoianza asubuhi ya leo. Ninauona utukufu wa Mungu ukikurejesha katika nafasi yako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Hebu kwa dakika chache tujifunze kwa neno la Mungu. Na tukipata nafasi tutaomba tena. Jana nilianza kuzungumza juu ya jinsi ya kuondoa vizuizi katika maisha yako. Na tuliangalia kutoka kitabu cha Danieli na tukaona jinsi ambavyo iko nguvu katika ulimwengu wa roho inayoweza kukufanya uwe bora au inayoweza kukufanya uwe dhaifu. Waraka wa pili wa Petro unatupa siri ya ajabu katika maisha yetu. Petro anazungumza na sisi kitu cha ajabu katika eneo hili, ya kuwa ikiwa umemwacha Mungu, haijalishi wewe ni nani, bora kiwango gani, ataachana na wewe. Ataachana na wewe. Sikiliza, unaweza ukawa umeokoka, yamkini ni mhubiri, yamkini una huduma, unafanya vizuri, lakini unapotoka katika nafasi yako ya wokovu, Mungu hana nafasi ya kushughulika na wewe. Petro anasema katika huu waraka wa pili, sura ya pili mstari wa 4, anasema Mungu hata kuwaachilia malaika waliomtenda dhambi, aliamua kuwatupa kuzimu kwenye giza nene. Jaribu kufikiria. Petro anatupa picha kubwa ya kwamba Mungu hakuiangalia thamani ya malaika, hata kama walikuwa bora na anawahitaji kwa kiwango gani. Walipotenda dhambi, hakukubaliana nao kabisa, aliwaondoa mbele zake. Wanadamu tumetengenezwa na Mungu. Unajua, wakati tunapokuwa tunaomba au tunapomwamini Mungu, watu wanaweza wakafikiri tulitokea mahali alafu tumekuja kujipendekeza kwa Mungu kuomba. Pana, sisi ni wana wa Mungu kwa asili kabisa, na tuna tabia za kimungu ndani yetu, na Mungu ametuumba kwa sababu ya uhitaji wake kwa wakati huu. Kwa sisi ni matokeo ya Mungu aliye hai. Kwa kuwa Mungu ametuumba, ametuwekea kusudi ndani yetu, ametufanya kama alivyokuwa anataka, na kuna matarajio anayo kutoka kwetu. Na Biblia inatufundisha, inatuambia tunapokuwa tumetoka kwenye ule mpango wa Mungu,
Mungu anaweza kutuacha kabisa na tukawa chini ya mateso na hata asitukumbuke tena. Tuliona katika kitabu cha Danieli juu ya yale ambayo walikuwa wanayapitia kama taifa la Israeli. Wamekamatwa, wamepelekwa uhamishoni, wamepeleka utumwani, wametolewa katika nchi yao, wamepelekwa nchi nyingine kwenda kwa watumwa. Kwa sababu dunia ya leo utumwa ni kitu ambacho kimeisha, kuna ustaarabu, tunaweza tusielewe. Jaribu kufikiria kama tunatolewa hapa Tanzania, au unatolewa hapo Kenya ulipo, au unapelekwa nchi nyingine labda za magharibi kule. Unaenda kwenye mashamba ya watu wengine, unalima, hulipwi, unapigwa, ukifa utajua mwenyewe. Ndicho kilichowakuta wana wa Israeli. Hawa kina Shadraka, Meshaki, Abednego na Daniel wanaitwa majina ya miungu. Haya ni majina ya miungu kabisa, na wanafanywa kuwa matowashi, wanaharibiwa wanaume wao, thamani yao inaondolewa kabisa. Na haya yote yanawapata sio tu kwa sababu Mungu anawajaribu, hapana. Ni kwa sababu walitoka katika uwezo wa Mungu wao. Katika kitabu cha Waefeso sura ile ya kwanza, Biblia inasema hivi, mstari wa 18 hadi 22. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Mstari wa 19 anasema, na ubora wa ukuu wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu zake na uwezo wake. Anaendelea anasema katika mstari wa 20, aliyoutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Mstari wa 21 anasema, juu sana kuliko ufalme wote, mamlaka, nguvu, usultani na kila jina litajwaro, wala sio ulimwengu huu, hata ule ujao pia. Biblia inatupa picha kubwa zaidi katika eneo hili juu ya nafasi ya Mungu katika maisha yetu, akisema yeye yuko juu sana, yani hafanani tu, yani yuko juu sana, anapita kabisa falme zote, anapita mamlaka zote, anapita nguvu zote, anapita usultani na kila jina litajwa. Biblia inatupa picha kwamba hakuna mlima asiyoweza kuuondoa, maana yuko juu sana juu ya haya. Na kumbuka anachokisema, anasema mstari wa 18, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Yaani Biblia inatupa msukumo wa kutazama ukuu wa Mungu katika maisha yetu, na kutazama yale matatizo tulionayo au mateso tunayoyapitia angeweza kuyaondoa kabisa, lakini kwa sababu tumeondoka katika uwepo wake, ndio maana tunaweza tukawa tunakutana vita, migogoro, kushindwa na nini. Kumbuka kile Petro anachozungumza, anasema malaika waliokuwa wanapendwa na Mungu, waliokuwa bora kwa Mungu, walipotenda dhambi, Mungu hakuwa na haja ya kuendelea nao, aliachana nao. Kama watu wa Mungu ni lazima kuwa makini, usibaki tu kuitwa jina la Kikristo. Nguvu za giza haziwezi kufanya kazi ndani ya mtu aliye na Mungu, kwa mujibu wa neno la Mungu hapa katika kitabu cha Efeso. Yaani hakuna mzimu, hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna nguvu ya aina yoyote ambayo inaweza ikajipima na nguvu ya Mungu. Na kuna watu wanafikiri wanahitaji miaka mingi ya kuomba, wanahitaji kufunga sana, labda Mungu ndipo atakapoweza. Wengine wanafika mbali zaidi, wanasema sasa itakuwepo na sadaka ya ukombozi, itakuwepo na sadaka ya uponyaji. Yaani tunajalibisha, lakini ni kwa sababu tumeondoka kwenye lile pendo la Mungu.
Tunapoondoka katika pendo la Mungu, mara moja tunaanza kutawaliwa na roho za dunia, na hizo roho za dunia ziko ndani ya watu. Kwa hiyo wale watu wataanza kuinuka kinyume na sisi. Tunavyoongea, kuna wanawake hapa waume zao tayari wameshaondolewa kwenye mioyo yao, yaani tayari ashapata kimada mwingine mahali fulani, wewe umebaki tu mlezi wa watoto. Kuna nguvu imeanza kukutawala kwa sababu tumemwacha Mungu. Sasa Mungu nimekuacha kwa namna gani? Napenda sana ninaposomaga kitabu cha Maraki sura ya 3. Mungu anatuuliza alafu anatupa na majibu. Anasema mnasema mmeniacha kwa namna gani? Sasa mmeniacha hivi. Yaani anatupa picha kwamba ninyi mnajiona mko sawa lakini hamko sawa. Ninyi mnajiona mko sahihi lakini hamko sahihi. Kuna upuuzi mwingi mlioufanya mpaka mnafikia hapa. Na usipokuwa na mtazamo huo wa nimekwazana na Mungu wapi, unaweza kujikuta una jina la kuwa hai lakini umekufa katika Kristo. Narudia, hakuna tatizo ambalo Mungu hawezi kuliondoa. Danieli anapoomba, Mungu anakuja kumpa ufunuo ni nini kilichowafanya kuwa dhaifu na ni namna gani wanaweza kurudi kwenye nguvu zao. Na hiki kilikuwa ni kitu muhimu sana, na ndio maana unaona uwekezaji wa jeshi la kishetani kuzuia ule ufunuo usije kwa Danieli. Ina maana wamejipanga majeshi kabisa kuhakikisha Danieli hawezi kujua wala kufanya kile ambacho Mungu anataka. Inakuwa vita kwa siku 21, Danieli asijue. Sasa usifikiri ile vita imeisha. Na kuna wakati hata mimi nikitumwa na Mungu kukupa maelekezo ya namna ya kutoka hapo, kuna upinzani unakuja, unaanza kupuuza lile jambo. Unaanza kuona hamna bwana, mchungaji tu anaongea. Mwingine anasema mchungaji tu ana njaa tu, shida tu zinamtesa. Sikiliza nikwambie, mwongozo wa kimungu ndio unaoweza kusababisha maisha yetu kuwa ya ushindi. Kama hatuwezi kusimama katika njia ya Mungu, adui hataacha kutuonea. Kwa hiyo kuonewa kunaendelea kwetu kwa sababu ya hali zetu na mahusiano yetu na Mungu. Shetani akibahatika kuondoa upendo wa Mungu juu yako, umeisha. Utatawaliwa. Ni kweli unasema una imani, na wakati mwingine yani kuna watu sisi tunatafsiri vibaya, tunasema haya ni majaribu. Lakini kwa kweli ni kwa sababu tumeachana na Mungu. Hivi tabia zetu zinaendana na Mungu kweli? Matendo yetu yanaendana na Mungu kweli? Ibada zetu zinampendeza Mungu kweli? Tunafanana watu wanaomwabudu Mungu wanayemjua kweli, au tunafanana wastaarabu fulani? Yaani tunapotoka nyumbani tunaenda kanisani, tunafanana watu ambao yani wakati tunajenga eneo hili ni kwa watu wananiweza, mbona unawekeza fedha nyingi sana? Ninafahamu thamani ya Mungu, kwamba nitamkaribisha wapi? Kuna vitu tunavifanya vya kipuuzi vinasababisha Mungu aache kushughulika na sisi. Yaani kama wewe ni mwanaume afu unapita mahali, bahati mbaya mwanamke anapita pale, hajui kama kuna mtu anavua nguo kukojewa, unaweza ukamkazia macho, labda kama una adabu. Kwa kuna wakati Mungu anatuangalia, anaona wanangu hapa wanazingua, anageuza, anakaa pembeni.
Na hii inasababisha Mungu anapokaa pembeni tu kidogo, shetani anaanza kututawala. Utawala wa shetani kwenye maisha ya mtu ni hatari sana. Yaani shetani akikutawala, umeisha. Hawa wana wa Israeli walipoenda uhamishoni, heshima zao zilipotea, utu wao ulipotea. Na ndio maana huioni familia tena ya Danieli. Haikuwa toashi, hawezi oa tena. Kuna vitu vinakufa kwenye maisha yako ikiwa utatoka kwa Mungu, na kuna vingine hata ukirudi kwa Mungu havitafufuka. Sasa vishakufa kabisa. Sikiliza nikwambie, kuwa makini kati ya wewe na Mungu katika mahusiano yenu. Usifatishe namna ya dunia hii. Usifatishe mtazamo wa kidunia, utapotea. Usianze kutetea tabia zako mbele za Bwana. Usianze kutetea tabia zako mbele za Bwana. Maana kadiri unavyojaribu kuridhika na tabia za uovu, ndivyo unavyomuondoa Mungu katika maisha yako. Ndivyo unavyoondoa upendo wa Mungu kwenye maisha yako. Maelekezo na mwongozo wa Mungu juu yako unasema nini? Unasema nafanya kama fulani. Sikiliza, unahitaji kuwa kama Mungu anayemtaka, sio yule anayempendeza mwanadamu, yule anayempendeza Mungu. Uwezo wa shetani si chochote juu ya uwezo wa Mungu. Na mahusiano sahihi kati ya wewe na Mungu, mimi nakwambia, yatasababisha madhabahu za shetani kutofanya kazi kwako. Mtu anayetaka kufanikiwa katika Mungu ni mtu anayetafuta kujua njia ya Bwana ikoje. Na haya yalikuwa ni maombi ya Daudi. Anamwambia Baba, nifundishe kuwa yule unayemtaka. Daudi alikuwa ni mfalme, unajua. Daudi alikuwa ni mfalme. Na mfalme ni mtu aliyekuwa na uwezo wa kupata kitu chochote. Chochote tu. Yaani mfalme alikuwa hakosi chochote. Tofauti kidogo na rais. Japo na rais ana nafasi kubwa, lakini mfalme alikuwa na uwezo wa kuoa mke wa mtu yeyote, kupata hela yoyote, kupata shamba la mtu yoyote. Yaani vile unavyoviomba mbele za Bwana uvipate. Daudi alikuwa navyo. Lakini anamwambia Mungu, Baba, naomba unifundishe jinsi ya kukupendeza wewe. Nifundishe jinsi ya kuwa mtoto wako sahihi. Maisha yetu yanapomfanania Mungu, atakuwa baba katika maisha yetu. Mungu anachokitazama kwenye maisha yetu sio idadi au kiwango cha maombi, ni namna tulivyoweka uhusiano wetu na yeye. Yaani tumejiwekaje kuwa watu wa aina hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Zitazame njia zako. Tazama maneno unayoyatamka, hata kwa mume wako, hata kwa mke wako, hata kwa watoto wako. Yatazame matendo yako na nia yako. Hivi huyu ni mtu anayeweza kutembelewa na Mungu kweli? Huyu ni mtu ambaye anaweza akasaidiwa na Bwana? Angalia muongozo wa kimungu na ufuata kiwango gani. Na hakika ukishagundua ya kuwa umefarakana na Mungu, kitu cha kipekee tulicho nacho ni kwamba tunaye Kristo anayeweza kututakasa tukawa hai tena. Hata kama tumekufa katika Mungu, iko neema inayotuita tena tusimame. Na uweza wa Mungu ukiwa kwetu,
vita unayoiona hutoiona tena. Ebu asubuhi ya leo, tazama njia zako, tazama mienendo yako. Umejitahidi na kujitahidi, lakini unaona vita haikomi. Umejitahidi na kujitahidi, lakini unaona migogoro haikomi. Ebu asubuhi ya leo muulize Mungu, ninaomba Bwana unifundishe kuwa yule unayemtaka. Nifundishe Bwana. Unaweza kusimama juu hapo ulipo. Waambie moyo wako, niko wazi mbele za Bwana. Niko tayari kugeuzwa na Bwana. Yeye aliye Mungu mkuu, ambaye hashindwi na chochote, ambaye hashindwi na lolote, ninamkimbilia tena. Inua sauti yako, ombe rehema kwa Bwana. Baba, tumekuja kwako asubuhi ya leo. Tumetenda dhambi, na ndio maana utukufu wako umeondoka kwetu. Na kwa sababu hiyo tumekuwa chini ya utawala wa roho za dunia. Tunaonewa na kuendeshwa na nguvu za giza. Yote ni kwa sababu tumetoka katika upendo wako. Haukushindwa kutuokoa. Tumeishi katika dhambi na utukufu wako umeondoka kwetu. Ndiyo maana hata haya mabaya na magumu yanatupata. Tumebaki kulidhalilisha jina lako, ya kwamba hata walio na Mungu wanaweza kuharibikiwa. Asubuhi ya leo tunarudi tena kwako, tukisii kwa habari ya rehema zako. Rehema zako ziongee kwetu. Kumbuka rehema. Tusiendelee kukamatwa na dhambi. Tusiendelee kukamatwa na nguvu za giza. Kama ulivyomwambia Gideoni, zivunje madhabahu za Baali na Ashera kwenye nyumba ya baba yako, ndipo nitakapokuwa Mungu ninayekuwezesha. Ndivyo tunavyokuja asubuhi ya leo, tukikubaliana na wewe kukataa mfumo wote wa kishetani katika maisha yetu na kuondoka katika asili ya dhambi na kukupokea kwa upya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana, ninaomba ututakase kwa damu yako, maana hatuna namna nyingine yoyote ya kuwa sawa na wewe. Huruma yako iwe juu yetu. Uturehemu Mfalme. Uturehemu Mfalme wa falme. Uturudishe katika utukufu wako. Uturudishe katika fadhili zako, katika jina la Yesu. Amen. Hebu nisikilize. Jana tulikuwa na maombi ya kufunga, na leo tutakuwa na maombi ya kufunga. Msii Bwana katika maombi yako ya leo akukumbuke na kukuokoa tena. Usiendelee kuishi katika maisha ya dhambi. Ile kazi ya msalaba isiwe bure na isiwe si kitu kwenye maisha yako. Najua uwezi kufunga ukafa, na unaweza ukajifunza kuwa mtiifu ukafunga siku ya leo. Lakini pia shika sadaka yako sasa unapoiendea siku ya leo. Shika sadaka yako. Sadaka inadhihirisha upendo wako kwa Mungu. Inadhihirisha kuwa umemwabudu Mungu. Shetani anaweza akawa na nguvu kwetu, hasa tunapokuwa tunaenda mbele za Bwana bila sadaka. Hakuna ibada yoyote hata ya kipagani isiyohusisha sadaka.
Na hatutoi sadaka kwa sababu tunachangia. Tunatoa sadaka kwa sababu tunampenda Mungu. Tumekuja mbele zako Mfalme wa wafalme asubuhi ya leo. Tumekuja na ibada yetu ya sadaka sasa. Watoto wako wanapotoa sadaka zao mbele zako Mfalme, ninakusihi Bwana, uzikubali. Hizi ni sadaka kutoka kwa watoto wako, ukawaongoze na kuwajaza katika siku ya leo kwa sababu ya upendo wao kwako kupitia sadaka hii katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki, akupe siku ya neema na ya baraka. Morning glory in Jesus name.